Upendo wangu uligeuka kivuli. Nilikupenda lakini hatima ikawa talaka ya mwisho. Wewe shemeji, ni mtamu sana. Unajua nimeenjoy. Yaani hapa ndio napata picha. Kwa nini Dumi na Ndembo anakugombania? I say, shemeji, wewe mtamu sana. Na kale kajoto kako kale. Na hako kaujazito kako. Game ilikuwa mzuri I say. Hongera. Sawa shemeji. Naomba uniambie. Kuna nini kati ya Ndembo na Dumi? Yaani hii dunia hii. Hii dunia ina maajabu sana. Wewe nawe. Kwa umeamua kujidhalilisha, kujitoa utu, kujitoa thamani yako. Yaani hii dunia hii ina maajabu sana. Kwa hiyo umeamua kujitoa utu kwa kutembea na rafiki wa mumewe. Alafu wewe umeamua kunitapeli wewe na rafiki yako ili mchukue pesa zangu mkaolewe mwanamke mfanye kazi ya kupokezana. Hapana bro. Hapana nini? Ampokezani? Yaani leo upo kwako, kesho upo kwa Dumi. Alafu wewe mwanamke wewe. Yaani wewe umeamua nayo kujidhalilisha. Tangu lini ukaona mwanamke anapanga zamu? Leo upo kwa rafiki ya mtu, leo upo kwa rafiki ya mtu. Yaani hapa ndo nimeamini kwamba wewe kweli malaya kubuu. Yaani malaya ulio kubuu. Alafu nisikilize. Na huyu malaya mwezio. Nakupeni siku hizi 3. Nahitaji pesa zangu zote nilifanya gharama. Kama mkunipa nitakachowafanya. Oya. Isije kuniona hii dunia hii. Ikaja kuniona mimi mbaya. Alafu cha pili, wewe mwanamke nenda kumwambia mumeo kwamba unatembea na rafiki yake. Na wewe nenda kumwambia rafiki yako ajue kama mume mwezie ndio wewe. Ina maana shemeji, zile pesa hizo kuja kuniolea Dumi kazitoka Ndembo? Hilo jibu shemeji. Sio pesa tu. Mahali uliosema hapo, gari ambalo kuja kuolea kule, mchele watu waliokula siku ya shughuli. Hivyo vote katoa Ndembo. Lakini mimi kwenye mchele sijakula hata ile punje sijaila. Kwa makubaliano gani? Makubaliano yaloingia Ndembo na Dumi kwamba Dumi aje kukuoa wewe. Umeona? Akisha kuja kukuoa baada ya siku hizo 7, nakwambia 7 zile. Dumi akuache, Ndembo aje kukuoa tena. Kwa hiyo Dumi alipokuja kukuoa wewe kanogewa, hataki kukuacha. Nishazalilika tayari. Nitaweka wapi sura yangu? Shemeji bwana. Hata swala hilo kuumiza kichwa. Sura yako utaiweka ndani mwangu. Koma, ushaniadia maisha yangu. Nilikuwa kwa moyo safi, nilidhani ndoa ni furaha, lakini siku moja ukaomba talaka. Mume wangu, naomba uniambie ukweli kinachoendelea kati ya wewe na Ndembo. Naomba uniambie ukweli wangu, usinifiche. Hakuna chochote kinachoendelea. Mume wangu, mimi sio mjinga na wala sio mtoto mdogo. Naomba uniambie ukweli kinachoendelea kati yake ni nini. Kuna ukweli ndani yake uliojificha. Naomba uniambie. Kwa maana uniamini, si ndio? Hapana mume wangu. Sio sikuamini. Ila kuna ukweli ambao wewe hutaki kuongea. Nishakwambia hakuna kitu chochote kinachoendelea. Kwa hiyo amini hilo. Mume wangu, sio kweli.
nikikuona wewe nikimwona na Ndembo, kwa mfano tukiwa pamoja, ni vitu viwili tofauti. Kuna bifu ambayo ipo kati ya wewe na Ndembo. Hiyo bifu inatokana na nini? Kuna nani nikwambia mimi mpaka unielewe? Kwa maana unataka unielewa, si ndio? Au unataka mpaka tugombane huko ndani? Sio mpaka tugombane, ila ukweli tu ambao wewe hutaki kuongea. Sasa ukweli gani unataka wewe? Nishakwambia hakuna chochote kinachoendelea. Sawa, wewe nenda uko unakoenda. Lakini ukirudi nataka jibu langu. Usitake kunichanganya sasa hivi. Wewe unafanya nini hapo? Jana niuma. Kwa hiyo kama njana nakuuma mimi nikusaidie nini? Mimi babako au mama yako? Shemeji yangu. Sasa machozi yangu Mwambie dada. Talaka ya mwisho imenifunga na kivuli. Nilikupenda kuliko nafsi, lakini sasa ni hadithi tu. Talaka ya mwisho imeniondolea furaha. Nilijaribu kusamehe, lakini moyo hauponi tena. Hivyo umefanya nini? Dumi, kufanya nini kuhusu nini yani? Sijakuelewa. Umefanya nini kwa mke wangu? Sasa Dumi, mimi kwa mke wako nifanye nini? Mimi hakuna nilichokifanya kwa mke wako. Ina maana hujanielewa. Sawa. Namaanisha hivi. Umemwambia kitu gani mke wangu? Dumi, mke wako mimi nimwambie nini? Hakuna nilichomwambia. Kwani kuna nini kilichotokea? Sawa. Unasema hujamwambia. Kwa hiyo yeye kafahamu vipi? Au anajuaje kuhusu masuala ambayo yanaendelea mimi na Ndembo? Maana anafosi sana nimwambie ukweli. Bila shaka kishaanza kufahamu. Dumi, unajua ile ilikuwa ni siri ya watu hao watatu, mimi, wewe na Ndembo, na mimi nahisi huyu aliyefanya hivyo atakuwa ni Ndembo, kwa sababu Ndembo anafanya fitina nyingi sana ili ampate yule mwanamke, na wewe unajua kabisa Ndembo ndo anampenda yule mwanamke. Mimi hamna nilichomwambia na hamna mazungumzo yoyote ambayo ninazungumza mimi na mkeo. Huyu atakuwa ni Ndembo tu. Maana tutakuwa ni Ndembo. Huyu atakuwa Ndembo. Mimi sijamwambia mwanangu. Amini, yani hata kama kikung'ang'anizia kukutaka kujua au mwambie ukweli. Kama utamwambia, basi wewe mwenyewe ndo utakuwa umemwambia. Lakini mimi sijamwambia chochote mkeo. Na labda la kung'ang'aniza labda ndo anataka kujua ukweli, lakini mimi sijamwambia na chochote, na ukimwambia ni wewe mwenyewe. Sasa kama ni hivi, acha mimi niondoke basi. Mbona mara ghafla tu umekuja muda huu na sasa hivi unaondoka ndugu yangu? Mimi kilichonileta hapa ni iko tu. Si jengine. Basi poa, mimi nipo hapa. Sauti yake kila siku ndoto zinaniua pole pole. Nilimtoa mikononi, sasa nimebaki kivulini. We mbwa, ulidhani nitakuwa tuonani? Yaani wewe na rafiki yako mmepanga kunidhulumu. Mmechukua pesa zangu, alafu mkaenda kuolea mke ambaye mnapokezana. Leo wewe, kesho rafiki yako.
Sasa naomba uniambie, ile mimba ya nani? Ya kwako au ya wewe rafiki yako? Mimba rafiki yangu vipi sasa? Sasa kama ulikuwa hujui na kufahamisha, na ndio nakupa taarifa. Upendo wangu uligeuka kivuli, nilikupenda lakini hatima ikawa uchungu. Mbona leo umekuja huku? Vipi shule hujaenda? Mama, sina hela ya kutumia. Ina maana shemeji yako na dada yako, kwani usiwaambie akakupa shilingi 200 tu kwenda shule? Mwashinda. Huyo shemeji na dada kila siku wanafanya kazi ya kupigana. Hivi wao kila siku wanafanya kazi ya kupigana tu? Ndio. Chai umekunywa? Sijakunywa. Saa nyingine siku tunalala bila kula. Siku tunakula, siku hatuli. Kumbe ndo maana unakonda. Asa naona unavumilia tu. Unapoona hali ngumu, kwa nini usiseme mimi naenda nyumbani? Wewe unavumilia tu, jiangalia unavyokonda kwanza. Na ugomvi wao mkubwa nini? Mimi sijui, atajiona wenyewe. Yaani huyu mtoto tumemkanya, lakini bado anaendelea na hii tabia. Ugomvi kila siku, naye ni maisha gani? Anatakaje? Mbona ananitia aibu? Mimi na baba yake mbona tuishi hivyo? Haya, nimekusikia, nitakuja kumwambia baba yake. Tabia kugombana kila siku mimi hata siipendi. Na kwa nini kila ninapomwambia anisikii? Anataka nimwambieje? Isitoshe anakaa na mdogo wake. Ilikuwa yeye sio kugombana. Sijui akili zake zipoje sijui. Mimi nategemea yeye anakaa na mdogo wake, wanakaa maisha mazuri, kumbe hakuna. Lakini uliondoka mbali ukacha giza. Nilikutafuta kwenye ndoto, mpaka macho yaka. Suna kaja. Na amekuja kuniambia kusema dada yake na shemeji yake kila siku wanagombana. Sijui tatizo nini. Hivi mke wangu, huyu mtoto wetu ana matatizo gani? Sababu mume wa kwanza alikuwa anatangaza mume wangu mimi ndio mkorofi. Huyu mwanamume huyu kampenda yeye mwenyewe. Hivi leo tena anarudia tena majambo kama hayo. Hivi mke wangu, huyu mtoto ana matatizo, ana kweli yuko timamu kweli? Kwa mimi naona yuko sahihi. Hajapungua akili. Ila kwa nini hatumuiti tukaja kumuuliza? Unajua mke wangu, kusema kumuita utakosea. Kwa sababu wewe hujaitwa. Hivi leo uchukue maamuzi umuite. Kweli hilo jambo kweli liko sahihi? Mume wangu, kumuita muhimu. Hata kama tumesikia pembeni. Lakini aliyokuja kukwambia ni mdogo wao. Na huyo mdogo wao si wanakaa naye? Suna si anakaa naye wao? Na Suna si anaona matendo yote? Mpaka amefika hatua kujisikia aibu au leo kumuumiza kuja kutuambia sisi? Saa nyingine tunaweza tukachukua uamuzi wa aina yoyote ili shemeji yake na dada yake wakapata kukaa sawa. Basi sawa. Kama kumuita, basi tumuite mtoto wetu tu. Ili tumuulize. Au unalionaje? Sawa. Tumuite mtoto wetu tu kwanza tumuulize. Tukipata kina cha maneno, ndipo tunajua nini tufanye. Lakini vile vile tumchunguze kwanza mtoto wetu ana matatizo gani. Sababu mume wa kwanza tulimsema mbaya. Asusani mimi nilimwona mbaya sana mtoto wa watu. Na nikamwambia maneno mengi. Mwisho wa siku mume kamtaka mwenyewe. Anaenda kuyafanya mambo yasiyokuwa mazuri. Hivi mimi sura yangu nitaiweka wapi kwa yule ndembo? Na mtoto wa watu nilimwambia maneno machafu tu na kumchukia. Tumuite. Mimi naona aibu.
basi ni sawa. Kama ni hivyo, tumwite ili tumuulize. Haya, kwa hiyo unamwita kwa nini? Nilitaka kurudi, lakini maneno matatu yalinifunga maisha. Talaka ya mwisho imenitenganisha na ndoto. Nilikupenda kuliko roho, lakini sasa ni mawivu tu. Talaka ya mwisho imeniondolea amani. Nilijaribu kurudi